Swali la mbunge wa viti maalum linauliza, je, serikali haioni haja ya kuwatambua na kuwawezesha vijana nchini? Swali hili linakwenda kupewa majibu na waziri wa wizara hiyo, Joel Nanauka. Mheshimiwa Spika, serikali inawatambua vijana kama rasilimali muhimu ya taifa na imechukua hatua mbalimbali za kuwabaini na kuwasajili kupitia zoezi la utambuzi wa vijana, yani youth mapping, linaloratibiwa na ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, ambayo itawezesha serikali kupata takwimu sahihi za vijana, mahitaji yao na kupanga afua zinazolenga kutatua changamoto zao kiuchumi na kijamii. Aidha, katika kuwawezesha vijana, serikali inaendelea kutekeleza programu mbalimbali kupitia wizara za kisekta, mashirika ya umma, sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Serikali pia imeendelea kuweka mifumo ya upatikanaji wa mitaji ya masharti nafuu kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana na mikopo ya 4% ya mapato ya ndani ya halmashauri inayotengwa kwa ajili ya vijana. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Latifa Juakali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la kwanza, Mheshimiwa Waziri, utaungana na mimi katika majibu yako ya msingi kwamba zipo 4% ambazo zimetengwa kwa ajili ya vijana. Lakini naomba nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais, ameongeza 5%, kwa sasa tuna 442 na 5%. Nilikuwa nataka kujua, je, serikali haioni haja sasa ya kuandaa viwanda vidogo vidogo maalumu ambavyo vinaendana na asset maalumu katika halmashauri kupitia hizo 5% ambazo zimeongezwa ili ziweze kuwaajiri vijana wengi na kubakia asset hizo zikawa zinaonekana? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kujua, sote tunafahamu kwamba vijana wanaotoka VETA wanakuwa well known, lakini pia wanakuwa wamepikwa vizuri. Je, wizara yako haioni haja sasa ya kushirikiana na Wizara ya Elimu ambao ndo wanashughulikia hivi vyuo vya VETA vya kuwatambua wale vijana ambao wanamaliza kila mwaka katika vituo vile vya VETA na kuwatafutia fursa mbalimbali ndani na nje ya nchi? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kwanza kumpongeza Mheshimiwa Latifa Juakali ambaye amekuwa akiwasemea sana vijana na kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swali la kwanza kuhusiana na viwanda vidogo, tutakumbuka kwamba kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Rais aliahidi kama moja ya ahadi yake kwamba kuna vitu inaitwa industrial sheds ambazo zitaanzishwa katika kila wilaya ikiwa ni sehemu ya kuchochea uchumi na hasa kutengeneza ajira kwa vijana. Nipende kumtaarifu Mheshimiwa mbunge kwamba katika awamu ya kwanza ya utoaji wa mikopo ya bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais aliziahidi, bilioni 4 zilienda katika Wizara ya Viwanda na Biashara na kupitia shirika la SIDO la viwanda vidogo vidogo, na dhamira yake ilikuwa ni kufanya hiki ambacho ameuliza, kwa maana kutengeneza viwanda vidogo vidogo katika maeneo yetu. Naendelea kumhakikishia kwamba serikali itaendelea kuhakikisha kwamba swala viwanda ambalo ni swala msingi kama ambavyo limeelekezwa pia katika bajeti ya mwaka huu litawekewa mkazo na msisitizo, na vijana watapata nafasi na fursa nyingi kwenye eneo la viwanda vidogo. Lakini kuhusiana na swali la pili ambalo ameelezea kuhusiana na kuunganisha kupata taarifa vijana wanaotoka VETA, sisi kama wizara tumeanza kutengeneza mfumo unaojulikana kama Youth Empowerment System ambao sasa hivi umefikia 90%. Na dhamira ya mfumo huu kwanza ni kuwatambua vijana kwa maana ya ujuzi wao, mahitaji yao na maeneo ambayo pia wanatokea. Lakini eneo la pili, tumeunganisha mfumo huu tayari na maeneo ya msingi ambayo ni ya muhimu kwa vijana katika kuwezesha kiuchumi, ikiwemo masuala mazima ya BRELA, ikiwemo wanaomaliza VETA, ikiwemo swala la NIDA, na mpaka sasa hivi mfumo umefikia 90%, na tunaamini utakapozinduliwa utakuwa ni one stop center ya vijana kuweza kuwatambua na kuwezesha kimkakati zaidi kuliko kufanya kama ambavyo inafanyika sasa hivi. Kwa ningependa kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba swala hilo linafanywa kazi na tuendelea kuhakikisha kwamba linafanyika kwa wakati ili kuwezesha vijana. Asante sana. Mheshimiwa Esther Matiko.